Wanajeshi wa Urusi waliweza kuharibu mfumo wa roketi wenye thamani ya HIMARS wa Ukraine katika shambulio la kutumia ndege isiyo na rubani ya mtu wa kwanza maarufu kama FPV. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti hivyo baada tu ya taarifa kuhusu shambulizi la Urusi kwa mfumo wa roketi wa HIMARS huko nchini Ukraine. Pia nitakupatia taarifa nyingine ya mashambulizi ya Ukraine ambako wanajeshi wa Kyiv waliweza kushambulia viwanda viwili vya ulinzi huko nchini Urusi na kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo hilo. Karibu sana, ungana nami mwanzo hadi mwisho wa taarifa hizi. Nikianza na taarifa ya mashambulizi ya Urusi, imeelezwa kuwa vikosi vya Urusi viliweza kushambulia na kuharibu mfumo wa roketi wenye thamani wa HIMARS wa Ukraine katika shambulio la kutumia ndege isiyo na rubani ya mtu wa kwanza maarufu kama FPV. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti hivyo. Mgomo huo ulitolewa kwa timu ya Rubicon na ulifanyika katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kubainisha hivyo, ambako pia picha zilizotolewa na jeshi la Urusi ziliweza kuonesha kizinduzi kilichoundwa na Marekani cha HIMARS kikirusha makombora na baadaye kusonga kando ya barabara na gari la kusindikiza. Risasi za karibu zilionyesha kuwa mfumo wa silaha ulipigwa na drones na sehemu iliyobaki ya clip ikionyesha matokeo ya shambulizi hilo, ambako mifumo ya HIMARS yenye thamani ya takribani dola milioni 20 kila moja ni miongoni mwa mali za kijeshi zinazothaminiwa sana na Ukraine, ambazo zina uwezo wa kulenga shabaha hadi kilomita 90 na zinaweza kuhama kwa haraka ili kukwepa mashambulizi ya kupinga. Ingawa Moscow imeripoti hapo awali kuharibu vitengo vya HIMARS, kesi hizo pia kawaida zilihusisha mgomo wa makombora ya kusonga kwa kasi au utambuzi wa mafanikio ya nguo za stationary zilizofichwa. Ndege zisizo na rubani za FPV zinazojulikana kwa kuwa na gharama nafuu lakini zenye mipaka katika anuai kwa ujumla hupambana dhidi ya hatua za kisasa dhidi ya hatua za elektroniki zinazofaa, ambako pia ripoti ya jarida la Forbes iliweza kuonyesha kuwa mgomo wa hivi karibuni ulitumia ndege isiyo na rubani iliyoendeshwa kupitia kebo ya fiber optic ambayo inatoa njia mbadala salama kwa udhibiti wa kawaida wa redio unaoweza kuingiliwa. Mbinu hiyo pia ni sawa na teknolojia zinazotumika katika makombora ya kuongozwa na waya. Wizara ya Ulinzi ya Urusi inaripoti mara kwa mara kupeleka ndege kama hizo katika mzozo wa Ukraine. Ukraine inakabiliwa na changamoto katika kuchukua nafasi ya silaha zilizoharibiwa za Magharibi, hasa kutoka nchini Marekani, huku Rais wa Marekani Bwana Donald Trump akitangaza nia yake ya kupunguza ushiriki wa Marekani katika mzozo huo. Washington kwa sasa inatetea azimio lililojadiliwa kati ya Kyiv na Moscow, wakati washirika wengi wa NATO wa Ulaya wamejitolea kudumisha uungwaji mkono, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kutumwa kwa wanajeshi wao huko nchini Ukraine, pendekezo ambalo Urusi inaona halikubaliki. Pia taarifa nyingine ambayo niliweza kudokeza kufahamisha muda huu ni kuhusu mashambulizi ya Ukraine katika viwanda viwili vya ulinzi huko nchini Urusi, ambako ndege ya masafa marefu zinazoendeshwa na huduma ya usalama ya Ukraine inayofahamika kama SBU ziliweza kushambulia mitambo miwili muhimu ya sekta ya ulinzi ya Urusi usiku kucha uliokucha kupita na kuwasha moto na kusababisha usumbufu mkubwa wa safari za ndege katika mkoa wa Moscow. Vyanzo vya ndani vya SBU viliweza kuripoti hivyo. Kulingana na SBU, ilieleza kuwa ndege zisizo na rubani za Ukraine ziliweza kulenga mtambo wa Bazati huko Krasnoarmeysk mkoani Moscow, mtengenezaji mkuu wa Urusi wa kutengeneza zana na silaha kwa matawi yote ya jeshi lake, ambapo wakazi waliweza kuripoti takriban milipuko 7 ikifuatiwa na moto mkubwa kwenye tovuti hiyo. Wakati huo pia mgomo mwingine ulishambulia meya wa Splavi huko Tula, jiji lililoko karibu kilomita 180 kusini mwa Moscow.
Inaripotiwa ya kuwa Siblavi ndiyo kituo pekee nchini Urusi kinachohusika na kubuni na kutengeneza mifumo ya kurusha roketi nyingi na risasi zinazohusiana. Picha kutoka eneo la tukio zilionekana kuonyesha moshi mkubwa na miali ya moto ikiteketeza sehemu ya kituo hicho. Maonyo hayo kulingana na SBU pia yaliweza kuanzisha hatua kali za tahadhari kote katika jimbo la Moscow na hivyo kulazimu mamlaka ya Urusi kutunga jalada la mpango itifaki ya usalama inayojumuisha kuzuia trafiki ya anga. Viwanja vya ndege kote huko Moscow na eneo linalozunguka viliweza kufungwa kwa muda na kusababisha maelfu ya abiria kukwama na kulazimisha mashirika ya ndege kugaili au kupitisha mamia ya safari za ndege. Vyanzo vya Kremlin pia ikiwa ni pamoja na kituo cha Telegram cha Mashi viliweza kuripoti ukaribia kabisa kuporomoka kwa shughuli za anga katika viwanja vya ndege katika mkoa wa Moscow usiku wa Mei 7 mwaka huu, ambako takribani safari 350 za ndege ziliweza kuripotiwa kuathirika, huku zaidi ya abiria 60,000 wakiathiriwa, ambapo kulingana na muungano wa waendeshaji ziara huko nchini Urusi, baadhi ya abiria walilazimika kusubiri kwenye ndege kwa saa nyingi bila chakula au taarifa za wazi. Pia drone ya Kiukrainia iliyoshambulia Mei 7 iliweza kuripotiwa kuharibu mmea wa mifumo ya nyuzi huko Saransk katika Jamhuri ya Moldovia. Hii ni kulingana na maafisa wa usalama wa Ukraine. Kituo hicho ambacho hutengeneza nyuzi kwa ndege zisizo na rubani za jeshi la Urusi kilipata uharibifu mkubwa. Andriy Kovalenko, afisa wa Baraza la Usalama la Kitaifa na Ulinzi la Ukraine, aliweza kusema hivyo. Moto wa pili ulizuka karibu na kiwanda cha Saransk-Bele, ambapo wakazi wa eneo hilo walielezea kusikia milipuko mikali mwendo wa saa 12 asubuhi katika eneo hilo la viwanda la jiji.